Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix Dagobert Mangusongo kutoka kwenye maskani umeni ujumbe wa saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo na kueleza kwamba unabii umetimizwa, ambayo ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mwamba wa Shura Yesu alieleza habari ya juu ya viongozi wa usalama katika nchi ya Tanzania, kwa maana viongozi wa majeshi na viongozi wa taasisi mbalimbali za usalama katika nchi ya Tanzania. Mungu mkuu Yesu alieleza kwamba Mungu aliwapa kazi kwa ajili ya kuimarisha nchi ya Tanzania ili iweze kuvuka salama katika yale ambayo yalikuwa yamekusudiwa. Na unaweza kufanya marejeo kupitia mtandao wetu wa TikTok wa Felix Mangusongo Ministry. Utaona kuna nabii 6 Mungu mkuu Yesu alizitoa kwamba kulikuwa na tahadhari kutaka kuleta machafuko mabaya zaidi kwa kutokea katika nchi ya Tanzania, na kuonekana kwake kulionekana kama vile kuna watu katika ndani ya nchi na wengine nje ya nchi wanashirikiana na watu wa nje ya nchi kwa ajili ya kutaka kuleta machafuko mabaya zaidi kwa kutokea katika nchi ya Tanzania. Lakini mwamba mashuhuri Yesu alizuia kutokea wakati ule katika anwani zile mashuhuri, na mpaka sasa ameona unabii umetimizwa kwamba nchi imevuka salama. Lakini hiyo tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka 2025 Mungu mkuu Yesu alieleza juu ya ultimatum ambayo ilionekana inatokea upande wa magharibi wa dunia, kwa maana Ulaya pamoja na Marekani. Na tayari mmeona unabii huu umeanza kudhibitika. Mmeona Marekani wametoa tangazo dhidi ya moja kati ya viongozi wa ngazi za juu wa jeshi katika nchi ya Tanzania, kwa maana mkuu wa usalama katika nchi ya Tanzania. Mmeona amepewa ile ultimatum, kwa maana hatakiwi kuingia katika nchi ya Marekani. Lakini nifanye marejeo hapa na nizidi kueleza tena. Nieleze wa serikali ya Tanzania, nieleze juu ya viongozi wa vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania. Naeleza tena, kuna mpango wa siri nyuma ya pazia. Hizi zote ultimatum zote zina mpango wa siri nyuma ya pazia. Serikali msiache kufocus kwenye matukio muhimu katika kufuatilia usalama wa taifa la Tanzania. Sasa bado kuna chokochoko, na mmeona ripoti ya Jaji Chanda imetoka, lakini mmeona kuna watu bado wanaendelea kutoka na kushambulia ile ripoti, na ukiwachunguza ni wale ambao bila shaka yote ndio walikuwa wanadili kuyaandaa yale machafuko mabaya zaidi katika nchi ya Tanzania. Na mnakumbuka matamko yao ya wanasiasa, matamko ya baadhi ya wanaharakati, wahubiri wa Injili, makasisi mbalimbali walikuja na matamko, wengine walitengeneza nabii za uongo katika kutengeneza zile shabaha za uharibifu katika nchi ya Tanzania. Kwa nifanye marejeo haya na nieleze serikali ya Tanzania, nieleze wakuu wa vyombo vya usalama, lazima msimame vile vile. Mtarejea unabii ule wa tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mtaona mwamba mashuhuri Yesu alitangulia kuwapa usalama katika mikoto ya kinabii. Fanyeni kazi, kwa sababu nchi hii na kusudi maalum kwa moja ya siku za mwisho. Yesu anataka kuitumia nchi hii kwa ajili ya kuachilia ujumbe wa mwisho wa dunia kutoka hapa katika nchi ya Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwa mataifa ya ulimwengu kwa ajili ya kuleta hitimisho lake kabla ya unyakuo wa kanisa. Kwa hiyo ninafanya marejeo haya, tutachukua haya maelezo pamoja na unabii ule, tutaunganisha pamoja na matokeo unabii ili uweze kujua kwamba Yesu huyajua mwisho tangu mwanzo. Tubu dhambi, geuka, mwamba wa shuri Yesu anarudi moja hapo siku hizi. Sauti ile neno Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova kwetu tuonane katika Mungu na kuja. Amen. Bwana wabariki. Leo tarehe 27 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani umeni ujumbe saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Nami naongea nawe ni Nabii Felix Dagobert Mangusongo, ambaye anapewa unabii huu katika lugha za michoro kinabii. Siku moja wakati ninatembea kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, nalisikia kutoka kwa Bwana na kama vile naliona katika ufunuo. Niliona kama vile na nilisikia. Nikasikia CDF. Nikasikia jambo hili. Mungu akaniambia mkuu wa majeshi wa Tanzania, akaniambia usalama kidogo. Na Mungu mashuhuri Yesu wakati naendelea, nikaona natazama, nikaletea viongozi wengine wa ngazi ya juu wa usalama katika nchi ya Tanzania. Mungu mashuhuri Yesu akaniambia wapo usalama katika ulimwengu roho. Na niliona nitazama kama vile mwamba mashuhuri Yesu ameweka usalama wake katika lugha za kinabii. Na hapa natumia nafasi hii katika michoro ya kinabii. Mwamba mashuhuri Yesu asema hivi, amekupa usalama CDF. Umepewa usalama vyombo vyote vya usalama katika nchi ya Tanzania. Wakuu wote wa majeshi na wakuu wote wa vyombo vya kijasusi katika nchi ya Tanzania. Mwamba mashuhuri Yesu asema hivi, mmepewa usalama na yao Mwokozi, kwa sababu lolote lililofanyika na lolote litakayofanyika, Yesu amewapa kazi maalum kwa ajili ya kuondoa upumbavu kwenye nchi ya Tanzania katika mikoto ya kinabii, kutokana na mikakati ya siri ambayo ilipanyezwa katika nchi ya Tanzania. Nisikia neno la Bwana wakuu wa vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania. Nimesikia kama vile kuonekana kama vile ultimatum ambayo bila shaka yote imeonekana inatokea upande wa Ulaya magharibi pamoja na Marekani.
Mungu mashuhuri Yesu asema hivi, kuna siri nyuma ya pazia, kuna jambo nyuma ya pazia. Na mama akaniambia baadhi ya dini na viongozi fulani wa madhehebu kwa au mitume pamoja na manabii walioandaa mpango wa uasi katika nchi ya Tanzania na kutengeneza nabii za uongo na matamko ya uongo. Niliona wanatumia ushawishi wao kwa kuwatumia wataalamu wa sheria kwenye nchi ya Tanzania, wakafanya mawasiliano ya siri kwa ajili ya kutaka kuonyesha kwamba jambo hili lilikuwa baya katika lugha za kinabii, kwa sababu wameonekana wameshindwa kwenye mpango wao wa kwanza. Sasa wanakuja na mpango wa pili, na huu mpango wa pili wakati wanaufanya, ninyi vyombo vya usalama pamoja na watawala wa nchi hii mtakuwa mnaangalia zaidi kile kitakachoendelea kule, lakini kumbe nyuma pazia wanapenyeza mpango wa siri katika taifa la Tanzania. Na ajiona anatazama kama vile mpango wa siri ya kuondoa viongozi wa ngazi za juu, kuondoa wakuu wa vyombo vya usalama katika nchi ya Tanzania. Bwana wa shule Yesu akaniambia weka mazuio katika Ufunuo, na hakika nimeweka uzuio. Kasema yao Mwokozi, nimezuia na nimefichua mipango yote ya siri, na kwa sababu niliona kama vile kuonekana kama vile niliona mpango wa siri unafanyika katika lugha za kinabii. Niliona mambo haya yanafanyika. Niliona kama vile baadhi ya wanajeshi katika mataifa makubwa yale upande magharibi wa dunia ni kama wanatengeneza mpango kwa ajili ya kutaka kuleta uharibifu katika lugha za kinabii. Mpango huo nimeufunga, mpango huo nimeuharibu, mpango huo umekufa, asema yao Mwokozi. Na hakika ninaachilia malaika wa yao Mwokozi, wale mabodyguard kutoka juu mbinguni, waende wakaongeze nguvu katika usalama katika nchi ya Tanzania. Na hakika imekuwa, asema yao Mwokozi. Unabii huu umetolewa leo tarehe 27 ya mwezi wa 11 mwaka 2025 kutoka kwenye maskani ya milioni jumla saa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania kwenda barani Afrika na kwenda kwenye mataifa ya dunia kama anwani maalum. Bwana Mungu shule sana abariki. Shalom wako. Nilokudokeza imepostiwa kama dakika 17-18 kupitia ubalozi kupitia kwenye page ya ubalozi wa Marekani nchini Tanzania. Inasema vikwazo kwa afisa wa jeshi la polisi Tanzania kwa kuhusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inamwekea vikwazo kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Tanzania Faustin Jackson Mafwele chini ya kifungu cha 1731C kutokana na taarifa za kuaminika kwamba alihusika katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.